na tunaokoka kwa kuianza safari nyingine. Hatuokoki ili tukae mahali pamoja ambapo tulikuwa. Tunapookoka tunatoka kwenye ufalme mmoja kwenda kwenye ufalme mwingine, na ufalme huu tunapotoka kuingia ufalme mwingine, kuna vitu tunavizalisha, na hatuvizalishi kwa sababu tumeingia, tunavizalisha kwa sababu tumejua kilichoko ndani ya ufalme huu. Hatuwezi tukafanana na jinsi tulivyokuwa before hatujaokoka. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu kingine kipya ambacho kinazaliwa baada ya kuokoka. Baada ya kuokoka tunahamishwa, Biblia inasema tukahamishwa kutoka kwenye ufalme wa giza, kwenye maisha ya dhambi, tunaingizwa kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa maana nyingine, tunaingizwa kwenye maisha ya utakatifu. Nao kama tunaingia kwenye maisha ya utakatifu, kuna principle na kanuni za kuishi utakatifu, ambazo hizi zinatupeleka direct mpaka mahali ambapo uwepo wa Mungu unapatikana. Nao uwepo wa Mungu haupatikani kwa sababu tunajua kuongea, au haupatikani kwa sababu tumeokoka. Kuokoka ni hatua ya kwanza, na vitu vingine vinapatikana kwa hatua ya pili. Watu wengi tumeganda kwenye eneo moja kusema nimeokoka, Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, peke yake inatosha, ni sawa. Na ameamua kusema mimi sifanyi dhambi kwa sababu nimeokoka. Lakini kuna kanuni zingine za kujua baada ya kuokoka ni nini unapaswa kufanya. Baada ya kuokoka kuna kitu umekiingiza ndani yako, na hicho ulichokiingiza ni kitu kinachoitwa madhabahu. Kwa maana nyingine, umehamishwa kutoka kwenye madhabahu ya zamani ya dhambi. Kwa sababu nataka nikwambie kitu kimoja, kilichokuwa kinakutumikisha before hujaokoka haikuwa tu maisha ya kawaida, ila yalikuwa ni madhabahu. Kuna madhabahu ulikuwa unaitumikia before hujaokoka, na baada ya kuokoka sasa unaingizwa, unatolewa kwenye ile madhabahu ya kale, unaingizwa kwenye madhabahu mpya. Sasa hii madhabahu mpya inazalisha nini ndani yako? Maanake unapaswa kujifunza kanuni ya madhabahu hii. Madhabahu ya kale ilikuwa inakufundisha kufanya dhambi ni kitu cha kawaida. Madhabahu ya kale ilikuwa inakufundisha kupata shortcut ya kupata vitu fulani ni kitu cha kawaida. Madhabahu ya kale ilikuwa inakufundisha kutoka na mume wa mtu ama mke wa mtu ni kitu cha kawaida. Madhabahu ya kale ilikuwa inakufundisha una uhitaji fulani, una uwezo wa kuutumia mwili wako kukonvisi watu wakakusaidia shida yako. Una uwezo wa kutumia madaraka yako kwa nguvu, hata kwa kuwaonea na kuwanyanyasa watu, kwa sababu madhabahu ya kale haikuwa na madhara na hayo mambo. Ila madhabahu ulioingia baada ya kuokoka inakutaka ufanye nini. Na hapa utakutana na watu ambao wameokoka, wako kanisani, wanatembea kwenye ibada, lakini kwa sababu hawaifuati kanuni ya madhabahu ya wokovu, wanajikuta wanaishi maisha magumu. Wanaamka leo, kesho wanalala, wanaamka kesho kutwa wanalala. Yaani ule wakati wao wanamtaka Mungu sana ni wakati wa shida. Wakiwa na shida watajua sana jinsi ya kuomba, lakini wakiondoka kwenye hiyo changamoto ya shida, wakianza kuona wamepata majibu, na wao wana relax. Nataka nikwambie, madhabahu, moja ya kanuni ya kuiinua madhabahu, ni kuifanya madhabahu isipoe. Madhabahu haitakiwi kupoa. Sasa ili madhabahu isipoe, lazima uijue madhabahu ni nini na inafanyaje kazi. So leo nataka kujifunza namna, kwanza uijue madhabahu na inatendaje kazi, inakuhitaji vipi wewe iendelee. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yapo mambo machache ambayo nitakwambia kuhusu madhabahu. Kwanza naomba ujue kuhusu madhabahu. Madhabahu ni nini? Madhabahu ni nini? Madhabahu ni mahali palipotengwa, pakatakaswa, pakawa safi, patakatifu, ambapo watu ama mtu hukutana na Mungu au miungu. Sio kama unanielewa? Madhabahu ni mahali palipotengwa, pakafanywa kuwa patakatifu kwa ajili ya miungu au Mungu mwenyewe, ambapo watu wakiingia kule
wanakutana aidha na Mungu wa mbinguni ama wakutane na Mungu na miungu. Kwa ni mahali palipotengwa maalum, ambapo pakiingia mtu kule, wanaingia watu special wenye vitu special, wanaingia watu special wenye mahitaji special, wanaingia watu special wenye vitu ambavyo wanajua kanuni ya hiyo madhabahu inataka kufanya nini. Tofauti na hapo, sio rahisi mtu mwingine akaingia, kwa sababu mwingine anaweza akaingia akafia mle. Kwa nini? Kwa sababu mahali pale pana kanuni zake, pana vipengele vyake, pana utaratibu wake, kwa hapaingiliwi na watu. Ndio maana pakaitwa mahali patakatifu. Yaani mahali patakatifu ni mahali popote ambapo chochote kinachowakilisha nguvu kinaabudiwa. Sasa kama ni Mungu wa mbinguni ni patakatifu, maanake wanaopanda pale ni watu watakatifu. Kama ni madhabahu ya shetani, maana yake pale wanaopanda ni waliosimikwa rasmi na wakatiwa mafuta ya kuzimu, kusimama kama makuhani wa kuzimu, na wanazijua sheria za kuzimu, ndio wanaingia pale. Ni patakatifu kwao. Ndio maana wanakuambia kuna wakati, sio kwamba waganga hawapo, wapo, lakini vigezo na masharti kuzingatiwa. So, madhabahu yani mahali patakatifu sio tu patakatifu kwa sababu panamwakilisha Mungu, ni patakatifu hata kwa ajili ya watu wale wanaoabudu wanachokiabudu. Kwa nini? Kwa sababu wamefuata kanuni ya hiyo madhabahu. Ndio maana wewe leo ukienda na utakatifu wako na ulokole wako, ukifika pale watakwambia ili upande pale madhabahuni ni lazima tukuchanje chale, ni lazima tukunyweshe damu, ni lazima tukutamkie maneno fulani, tukimaliza hapo tukumwagie maji ya dawa, tumekutakasa uingie hapo. Tofauti na hapo huwezi kuingia. Ukiingia utakufa. Hivyo hivyo kwenye madhabahu ya Mungu, hatuingii kwa mipango yetu, hatuingii tunavyotaka. Lazima tusimame kwenye utakatifu, tujitakase, mbingu zitukubali, Roho Mtakatifu atukubali, Mungu mwenyewe atukubali. Akishatukubali Mungu, tunaingia sasa kwenye madhabahu. Hapo ndipo utakutana na neema zingine ambazo zitasimama zikibeba maisha yako, zitasimama zikibeba hatima yako, zitasimama zikibeba njia zako, na mambo mengine yanaendelea. Jambo jingine naomba nikuonyeshe hapa. Madhabahu ina kanuni karibu 3 za msingi sana ambazo zinaifanya madhabahu kuwa active. Madhabahu haiwezi kuwa na power kama haina mambo haya 3. Jambo la kwanza, mihimili mikuu 3 ya madhabahu. Muhimili wa kwanza ni Mungu wa hiyo madhabahu. Madhabahu haiwezi kuwa na nguvu ama haiwezi kuwa madhabahu mpaka kuna power inatoka ndani ya ile madhabahu, na hakuna power inayotoka pasipokuwa na assistance ya hiyo power. Hello? Hakuna power ama nguvu inayotoka kama hakuna mahali hiyo nguvu inastatiwa. So jambo la kwanza linalofanya madhabahu kuitwa madhabahu na ikaheshimika kuwa madhabahu, lazima kuna Mungu kwenye hiyo madhabahu. Na huyo Mungu anapoiachilia nguvu, ndio inaofanya watu wakipita hapo, hata kama ni mahali pa matambiko, watu wanapita kwa nidhamu. Kwa nini? Kwa sababu kuna nguvu, kuna Mungu wa hiyo madhabahu yuko active kufanya jambo fulani la kimiungu ama la kimadhabahu. Hiyo ndo asili na utambulisho kamili wa neno madhabahu. Nje na hapo, hakuna kitu kingine ambacho kinaweza kukamilisha uwezo wa madhabahu. Jambo la pili, haya mambo naweza nikataka kufundisha kwa kifupi, lakini Mungu angenipa neema tutaendelea vizuri. Muda wangu unakuwa ni mchache. Acha nikugusie kwa haya machache. Jambo la pili linaloifanya madhabahu kuwa madhabahu ni kuhani wa madhabahu. Kama ilivyo desturi, Mungu hawezi kushuka kuja kukuhubiria, ila atamwandaa kuhani ambaye atasimama kwenye hiyo madhabahu
kuwakilisha na kutoa kanuni na utaratibu wa nguvu ya hiyo madhabahu kuleta matokeo kwenye maisha. Tofauti na hapo, kuna vitu hutawahi kuviona. Madhabahu inaweza ikawepo. Nimewahi kwenda mahali fulani na kufanya vita mahali fulani kwenye madhabahu fulani. Ile madhabahu, wenye madhabahu, maana ni madhabahu za ukoo. Nilipofika pale nikaonyeshwa madhabahu jinsi ilivyo, na wanakuambia hii madhabahu huwa hairuhusiwi kuwa hivi, ila tulishindwa hata kuisafisha kwa sababu kuhani wa madhabahu hayupo anayejua taratibu za madhabahu. Kwa mtu yeyote akiingia pale anaogopa kusafisha kwa sababu kanuni hazijui, na anaweza kasafisha vibaya zikamletea shida. Lakini anapokutana na mtu anayejua kanuni za hiyo madhabahu, ni rahisi huyu mtu kuwa active na kufanya mambo yakaenda inavyostahili kwenda. Kwa kuhani wa madhabahu anajua kanuni. Nitakuonyesha hapo chini baadaye kimaandiko kwa nini kuhani anahusika kwenye kuinua madhabahu. Madhabahu haiinuki hata kama yuko Mungu mahali hapo. Ni lazima tu ikiinuka madhabahu, hata kama hayupo kuhani, atainuka tu mtu ambaye madhabahu itamtafuta. Yule Mungu atamtafuta, atamteua kuja kusimama kwenye madhabahu kuhakikisha kwamba yeye, kupitia yeye watu watakutana na Mungu ama watakutana na miungu. Kupitia yeye. Hakuna madhabahu isiyo na kuhani. Kwa Kiswahili kifupi ni kwamba ukimwona kuhani, mtumishi wa Mungu mahali popote, hujua umekutana na madhabahu. Na ukimwona mganga mahali popote, umekutana na madhabahu. Tofauti ni kwamba huyu umekutana naye ni madhabahu ya mbinguni yenye utukufu wa Mungu, lakini yule umekutana naye ni madhabahu ya Shetani. Hiyo ndo tofauti iliyopo. Lakini kiukweli kabisa, madhabahu yoyote inayosimama kwenye maisha yako, kuna jambo linalowakilisha nyuma. Haiwi madhabahu mpaka imempata kuhani. Haiwi madhabahu mpaka imempata kuhani. Kwa ukikutana na kuhani mahali popote, umekutana na madhabahu inayotembea. Madhabahu ni kuhani mwenyewe. Kuhani akisimama kwenye utakatifu, ama mtumishi akisimama kwenye utakatifu, yeye ndiye madhabahu halisi. Mahali pale palipoteuliwa pakatengwa ni mahali patakatifu, lakini sauti ya madhabahu iko ndani ya kuhani. Bwana Yesu asifiwe sana. Madhabahu inatembea. Kuhani ukikutana naye, ukimwona, unaishi naye, kuhani unaishi na madhabahu. So namna utakavyomtumia na kutembea na yule kuhani ndio itaamua baraka ije juu yako au laana. Vile utaamua kukaa na kuishi na huyu kuhani. Ukiamua kuzoea, maana yake umeamua kumzoea Mungu na umeamua kuizoea madhabahu. Na mtu yeyote aliyemzoea Mungu hajawahi kubarikiwa na Mungu. Hakuna mtu aliyemzoea Mungu akakutana na baraka ya Mungu. Never. Hakuna. Haijawahi kutokea. Haijawahi kutokea. Haijawahi kutokea. Lakini jambo la tatu linaloifanya madhabahu kuwa hai ni sadaka. Hakuna madhabahu inayoishi ikafanya kazi na ikawa active, ikaonyesha jambo lolote lenye matokeo kama hiyo madhabahu haina sadaka. Kama madhabahu haina sadaka, my friend, hakuna kitu kinaweza kutokea kwenye hiyo madhabahu. Hakuna kitu kinatokea kwenye madhabahu. Kwa nini? Kwa sababu madhabahu inabeba vitu vingi. Nitakuonyesha hapa chini. Madhabahu inabeba vitu vingi, na madhabahu ili ikamilike lazima kuna kitu imechukua, sadaka. Hakuna mtu anajenga madhabahu yeyote ile ikawa hai na ikawa na nguvu haijadai sadaka. Kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, kila aliyejenga madhabahu alichukua sadaka akaiweka juu ya madhabahu, ndipo madhabahu ikawa active. Sadaka
ni nyimbo za utakatifu mbele za Mungu. Sadaka ni moyo wa mtu anayejenga madhabahu, ni sauti ya yule mtu mbele za Mungu. Lakini sadaka ni nidhamu ya mawasiliano baina ya mwanadamu na Mungu. Madhabahu yoyote unayoinua haina sadaka pembeni yake, my friend, madam, saa hamna kitu. Umejenga tu bangalo hapo, umeliacha hapo, hamna kitu umefanya. Hili madhabahu yoyote inafanywa kuwa active na sadaka. Ili madhabahu isimame na ipigane, lazima ujifunze kuweka kitu kinachoitwa sadaka kwenye hiyo madhabahu, ili sio tu iwe, sio kwa siku ile unapoijenga, ni endelevu, kwa sababu maisha yako ni endelevu na unahitaji vitu vipya kila itwapo leo. Na kwa sababu ni madhabahu ndio inaruhusu hiyo vitu vipya vije, inakubidi uifanye hiyo sadaka kuwa active anytime ili ukutane na neema ya Mungu. Mfalme wa Kwanza 18 ule mstari wake wa 32 na kuendelea, anasema naye akaijenga madhabahu kwa mawe hayo katika jina la Bwana. Kwa hiyo ameijenga madhabahu kwa jina la Mungu wa majeshi. Bwana anasema akafanya mfereji kama vipimo viwili vya mbegu ukizunguka madhabahu, kisha akazipanga zile kuni, akamkata yule ng'ombe vipande vipande, akaviweka juu ya kuni, akasema jazeni mapipa ya maji mkayamwage juu ya sadaka na kuteketezwa juu ya. Anaagiza, anaambia okay, tumejenga madhabahu, lakini madhabahu haiwezi kupigana. So ukijaribu kukompea hii vita ya Elia na manabii 400, manabii wa Baali, ukijaribu kukompea hii vita unagundua wenzetu walipokuwa wanamuita Mungu wao walitoa sadaka mpaka wakaona yamkini hizi sadaka ya Mungu wetu hajashiba, wakaanza kujikatakata kwa viwembe, wakajichanachana kuongeza uzito wa sadaka ili kumfanya Mungu wao anyanyuke. Sasa hapa ndo utaona utofauti wa miungu na Mungu. Miungu yamkini ikataka vitu vingi kwa kuvibembeleza, lakini Mungu wetu anataka moyo na sadaka iliyonyooka. Ukifanikiwa kwenye hilo eneo, umefanikiwa kila kitu kwenye hilo eneo. Unamsikia Elia anamwambia mwageni mapipa maji, mwageni juu ya hiyo sadaka, baada ya kumkatakata yule ng'ombe kama sadaka ya kuteketezwa. Kwa Kiswahili kingine, alikuwa anaistart madhabahu kuwa hai, alafu akajua hapa kwa namna yote ile hakuna namna nitamwambia Mungu ashuke. Haiwezekani nimjengee madhabahu kwa kujiamini namna hii, alafu niweke na sadaka namna hii, alafu nimwambie Mungu ashuke mahali hapa, alafu ashindwe kujitambulisha. Hakuna, never, hakuna. Kwa hiyo kwa sababu amesimama Elia na anamjua Mungu wake vile yuko active kufanya, anaambia wazee, nawapeni muda, nawapeni muda. Ni kama vile unawaona watu wanakimbia mbele yako, wana spidi kuliko maelezo, afu ukiwaangalia na ndani yako unasikia hamna kitu, ni dakika chache tu hapa, hamna kitu hapa. Baada ya muda unasikia wale watu wameondoka, wale watu wamekimbia, alafu unashangaa unanyanyuka na spidi isiyo ya kawaida. Elia hakuteseka kuita moto ushuke kutoka mbinguni. Aliposema Baba, shusha moto ulambe sadaka yako, yani aliposema tu Baba shusha moto, kitendo anamalizia namna hii, moto ushafika. Yani Elia kuita moto ilikuwa sio kazi ya kuteseka, ilikuwa ni kanuni tu za kuandaa mazingira. Wakati ambao waabudu miungu walikuwa na kazi ya kujikatakata, wanajichinja mpaka wanapewa na ruhusa, wanaambia jamani, yamkini amelala, jamani amesinzia, mpeni muda kidogo. Kwa makadirio ile zoezi lilienda siku nzima.
maana hakuna kitu wale mabwana wakufanya. Kila kitu walifanya kila kitu, lakini pamoja na yote bado lile ambalo tulikuwa tunalifikiria kama angeshuka Mungu wao akashusha moto alambe sadaka, bado siku hiyo Mungu alikuwa ameshiba. Alikuwa ameshiba. Yamkini tusio siku nyingi walitoka kumchinjia ming'ombe hapo, kwa hiyo ameshiba, kwa hakuwa na shida na sadaka. Tofauti na Mungu wetu. Mungu wetu yeye hanaga muda wa kushiba, kwa sababu kila sadaka ambayo Mungu anaihitaji kwenye maisha yako ina sababu. Haihitaji sadaka ili mradi ameitaka, ila ina sababu. Kuna mahali inakuvusha. Kuna sadaka zingine ukizitoa madhabahuni, kwa sababu umeifanya madhabahu kuwa hai, jambo la kwanza umewasha macho ya madhabahu yaangalie kesho yako ikoje. So before wewe hujaiona hiyo kesho, madhabahu iko inaona kesho kuna nini kibaya kinatakiwa kuja, wakiepushe. Nini kizuri kinaepushwa kwako, wahakikisha ya kwamba unakipata. Sadaka ina kanuni ya kuifanya madhabahu ifungue macho zaidi ya vile ambavyo ulikuwa unafikiria. Sikwambii kwa sababu sielewi. Mimi naelewa nguvu ya sadaka. Mahali nimefika mimi leo, kwa muda mfupi ambao Mungu amenipa neema ya kutumika, nimejua nguvu ya sadaka kwa kiwango. Mimi sisema nimejua kwa kiwango kikubwa sana, ili kwa kiwango fulani ninaielewa sadaka kazi yake. Ninaielewa nguvu ya sadaka kuliko maelezo. Ninawajua watu ambao walipoanza kutoa maisha yao yakabadilika. Ninawajua watu ambao walipoacha kutoa maisha yao yakabadilika. Yaani sana naposema walipoacha kutoa maisha yao yakabadilika, sio yakabadilika kuwa mazuri, yakabadilika kutoka pale walipokuwepo pale juu wakashuka wako sifuri. Na kwa bahati mbaya ni hii, ukiwa unamtolea Mungu kwa sababu unataka akuinue, my friend, uwe na uhakika kabisa kwamba kuna wakati Mungu ataachilia majibu ya majaribu ya vipimo, kwamba huyu mtu ananitolea sadaka kwa sababu ni mtu ninayembariki. Wacha nimgeuzie kibao, nisipomjibu baada ya kutoa sadaka hii atakuaje? Nenda kamuuliza Ayubu, atakwambia. Ayubu alikuwa mtu wa dhabihu kila siku. Achana na mambo unatoa kila mwezi, wewe ambao unatoa kila Jumapili. Yaani kila Jumapili ukienda kanisani wewe ndio unatoaga sadaka. Ukienda ibada za katikati ya wiki unatoa sadaka, unaifinya hivi, unachambua. Yaani mpaka mikono inajua hela. Yaani ukishika hii 10,000, hii 10,000 hapana. Hii 5,000 hapana. Hii 2,000, hii 2,000 hapana. Hii buku hii. Na ukosei. Yaani ukiweka hivi hata kama una laki, unajua kabisa hapa niliweka shilingi 1,000, ngoja nitafute. Mikono inajua hii ni shilingi kadhaa. Come on Jesus. Mikono inajua hii ni shilingi kadhaa. Unaihesabia mfukoni afu unatoa kwa unyenyekevu kabisa. Kai wewe afu na unajihesabu katika kundi la waliotoa sadaka, na wakati huo watu wanainua madhabahu zao kule, wana uhakika kabisa kile kitu wanachokifanya, wanatoa sadaka zinazoeleweka. Afu umetoa kabuku afu sema, Mungu, nimekuepo ibadani, nimekuepo madhabahuni na sadaka kabisa. Unahesabu kabisa. Kwanza ukifika mahali una uwezo wa kumhesabia Mungu kwamba na sadaka nilitoa. Ukifika mahali una uwezo wa kujihesabia haki mbele za Mungu, umeshakwisha habari yako kabisa. Moja ya kanuni ya Mungu na moja ya kanuni ya kuifanya madhabahu kuwa hai, nimekupa hiyo misingi mitatu, ni ya muhimu kuliko maelezo. Ukiweza kuiheshimu madhabahu, ukaweza kumheshimu kuhani wa madhabahu, ukiheshimu madhabahu, umemheshimu Mungu wa hiyo madhabahu. Ukimheshimu kuhani wa madhabahu, maanake umejiconnect na mlango wa ile nguvu ya madhabahu kuanza kufanya kazi kwenye maisha yako. Mimi nakwambia tu, na nakuhakikishia, mimi nina neema ambayo natembea nayo leo hii. Kuhani ambaye Mungu amenipa hiyo neema ya kutembea chini ya mafuta yake. Nimeanza kutembelea hiyo neema hata hatujaonana, wala simjui na siwezi kusema yeye hanijui, kwa sababu mpaka Mungu ananikutanisha naye siwezi kusema hanijui. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Mungu alipomwamini
akamfanya kuwa madhabahu. Aliponiletea nikampokea kama madhabahu. So ninampokea kama madhabahu, alafu ninampokea kama sauti ya Mungu, na kwa sababu nampokea kama sauti ya Mungu, yeye ndiye lango la zile baraka kufuata maisha yangu. So tofauti na yeye hakuna mahali ninaweza kwenda. So kanuni ya kuifanya madhabahu yaanze kutema baraka kwako ni lazima uheshimu kuhani. Sio tu kuhani wa hiyo madhabahu, kuhani yoyote ambayo Mungu amemleta kwenye maisha yako. Kuhani yoyote ambayo Mungu amemleta kwenye maisha yako, maadamu una uhakika ni Mungu amemleta. Yaani sio tu ili mradi kuhani, una uhakika ni Mungu amemleta huyo kuhani, usimchukulie kawaida. Siku unamchukulia kawaida kuhani, ndio siku umemchukulia Mungu kawaida. Alafu namna nyingine ya kuifanya madhabahu, nimekwambia kuifanya madhabahu kuwa hai ni kwa sadaka. Kwa sadaka. Hakuna mahali utamkuta Ibrahimu amejenga madhabahu alafu asitoe sadaka. Hakuna. Ibrahimu alipoianza safari ya kutoka kwa baba yake na mama yake, alipokuja kuyaanza maisha hapa duniani, alipotoka kwa mzee Tera, alipoingia kwenye mji aliopewa na Mungu, jambo la kwanza alichokifanya Ibrahimu ni kujenga madhabahu. Jambo la kwanza, mwanzilishi wa kujenga madhabahu alikuwa ni Habili. Habili alijenga madhabahu, na alipoijenga madhabahu akatoa sadaka, mbingu zikashuka. Hakuna mtu ambaye alijenga madhabahu alafu akamwita Mungu bila kutoa sadaka na Mungu akashuka. Lakini alipotoa sadaka ndipo nguvu ikaonekana. Sulemani, Biblia inasema Sulemani alipoingia kwenye chumba chake cha ibada ambapo aliweka madhabahu kule, Biblia inasema before apate ile hekima, neno la Mungu nasema akasikika mle, akatoa sadaka. Biblia inasema chumba, Mungu akakijaza kile chumba utukufu, akakutana na neema ya Mungu mle ndani. Sauti ya Mungu inaanza kuongea na Sulemani baada ya kuitoa sadaka. So, sadaka inaifanya madhabahu kuwa active na kazi ya Mungu ikaendelea mbele. So nataka nikuhakikishie hakuna namna nyingine unaweza kuifanya madhabahu ikawa hai, madhabahu ikawa active, kama hakuna namna ya kutoa sadaka. Ukijua wewe sio mtoaji wa sadaka, my friend, usiingie kwenye listi ya watu wanaotaka kuwa na madhabahu, na wala usiingie kwenye vita na watu ovyo, kwa sababu kuna watu utaingiana kwenye vita na kuhakikishia watakupukuchua kama mahindi ya msimu. Watakupukucha kama mahindi makavu, kama mahindi kwenye mashine. Maana wenzako wanajua mahali wanachukua nguvu zinazo protect na kuwalinda na kuwaweka hai, wakati ambapo wewe hujui nini kinachokuprotect. Jambo jingine kuhusu madhabahu, madhabahu ni mahali ambapo Mungu anapachukulia kama nyumba au kiti chake. Ni mahali ambapo Mungu anapachukulia kama nyumba au kiti chake. Sulemani alipojenga hekalu, Mungu akamwambia, humo ndani nitakuwepo mimi, moyo wangu, macho yangu, nitasikiliza na kujibu hoja za watu. Baada ya Sulemani kujenga hekalu, kwa alipokuwa mle ndani, Mungu alikuwa tayari kujibu maswali ya watu, alikuwa tayari kuzungumza na watu, alikuwa tayari kufanya mambo ya watu, kwa sababu palikuwa na madhabahu. Na Mungu anaongea kupitia makuhani wake. Mpaka utakapoweza kuwaheshimu makuhani, ndio Mungu naye atafika mahali ataanza kukuonjesha kidogo, kuongea na wewe. Ataongea na wewe kidogo, kaishia hapo kidogo, akaishia 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 hapo. Hakuna namna ambavyo Mungu ataongea mara moja tu ikaishia hivi. Haiwezi. Lazima Mungu aongee. Kwa Mungu hapachukulii madhabahuni kama mahali pa kawaida, na wala Mungu hamchukulii mtumishi wake kama mahali pa kawaida. Mungu anamchukulia mtumishi wake kama, Mungu mwenyewe anamheshimu mtumishi. Mungu mwenyewe anamheshimu kuhani. Mungu mwenyewe anamheshimu kuhani. Wewe ni nani? Yaani wewe ni nani ambaye unaota nywele, unakula ugali, unapata kiriba tumbo, unasikia kabisa na njaa? Wewe ambaye usipokula hapa kidogo tu unasikia vidonda?
wewe ambaye tu hapo kila chakula cha hovyo kidogo unaanza kukimbizana, unakaa kwenye mlango wa choo, wewe unaniwa kupita hivi, ingia hivi, tokea hivi, ingia hivi, tokea hivi, ingia, tokea hivi. Wewe ambaye unaweza hata usio na uhakika ya kula yako, alafu unamuona mtumishi wa Mungu ni kitu cha kawaida. My friend, madhabahu, nimekwambia, kumbuka tunachokiangalia hapa ni namna ya kuijua madhabahu na namna vile madhabahu inatenda kazi. Kwa nini? Kwa sababu lazima ujue madhabahu inafanyaje kazi ili uweze kuiruhusu. Yamkini uko madhabahu lakini hujajua namna madhabahu inafanya kazi, inavyofanya kazi ili uruhusu baraka zako zikujilie. Ni kweli baraka zako ziko madhabahu, lakini umeanza kuzigusia mlango, kuzifungulia mlango zikufikie, hujaruhusu zikufikie. Kwa hiyo ni ngumu sana, ni ngumu sana kukutana na hiyo baraka kwenye maisha yako. Ni ngumu sana kukutana na baraka ambayo hujaiandalia mazingira. Chochote ambacho haukioni hakiwezi kutokea, na kikitokea hakiwezi kudumu, maana hujui namna ya kukitunza. Ukiwa mtu wa kuifanya madhabahu kuwa active kwenye maisha yako anytime, chochote kitakachokuja kwenye maisha yako utaweza kukitunza, maana ni madhabahu imetoa, na madhabahu imeshajua kwamba wewe umeijua umuhimu wa madhabahu. Kwa sababu umejua umuhimu wa madhabahu, Mungu atakuwa tayari kukufundisha hekima ya kutunza chochote kinachokuja kwenye maisha yako. Hakuna kitu kitakuja ukaona kimekuja kwa bahati mbaya. Hakuna kitu kinakuja kwamba umefanikiwa kwa kubahatisha. Hakuna. Ukiweza kutunza madhabahu, umeweza kutunza kila kinachotoka ndani ya madhabahu. Huwezi kutunza madhabahu, chochote kinachozaliwa na madhabahu hauwezi kukitunza, na nakupa tu pole iliyonyooka, hauwezi kukitunza. Madhabahu ni mahali ambapo watu ama mtu huchukua nguvu. Tangu enzi za Yohana Mbatizaji hata sasa, ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu, nao wenye nguvu ndio wautekao. My friend, ndani kwambia kitu kimoja, hauna nguvu, hauna kumiliki. Hauna maarifa, hauna kumiliki. Ukiwa na nguvu bila maarifa, kuna wenye nguvu na maarifa watakunyang'anya kupitia maarifa, na nguvu wanavyo vya kulinda watakavyokunyang'anya. Na ukiwa na maarifa bila nguvu, kuna wenye maarifa na nguvu watakunyang'anya kwa nguvu, watavilinda kwa maarifa. Ukiwa na maarifa bila nguvu, kuna wenye nguvu pamoja na maarifa watakunyang'anya kwa nguvu, watavilinda kwa maarifa. Ukiwa na nguvu bila maarifa, ukiwa na maarifa bila nguvu, kuna wenye maarifa pamoja na nguvu watakunyang'anya kwa maarifa, watavilinda kwa nguvu, na hautavichukua unless umeamua kuchagua madhabahu itakayokupa hiyo. Hauna madhabahu inayoweza kukupa hiyo, hamna mahali unaenda, hamna kitu unamiliki, hakuna unachokifanya, hakuna unachofungua. Ndio utakuwa na watu ambao anafungua biashara leo, kesho imekufa. Anafungua biashara hivi leo, kesho imeanguka. Anafungua biashara hii leo, kesho imeenda pale. Anafungua pale leo, pameenda pale. Anafungua pale leo, pameenda kule. Amefungua hivi leo, hakuna kuamka. Kwa nini? Kwa sababu hakuna madhabahu, hakuna madhabahu inaolindwa na maarifa peke yake. Madhabahu yeyote inazalisha kitu kinachoitwa power plus knowledge. You don't have knowledge, you don't have power, you don't dominate anything. Hello? Hamna kitu utakachokizalisha. Hauna akili, hauna nguvu, hauna maarifa, hauna nguvu, hauwezi kutawala kamwe. Never, never, never. Namba 4, madhabahuni ni mahali pa kuuza vita. Madhabahuni ni mahali pa kuuza vita. Ukiona unapigana vita wewe, hauna madhabahu, hata kama uko kanisani.
Wakati wewe ambao unahangaika kuwaambia watu, nataka nikwambie kitu kimoja. Kuna watu huko nje unaowaona, ukianza vita nao hawakusemeshi, lakini unayaona matokeo kwenye maisha yako. Maana yake ni nini? Wanajua nguvu ya madhabahu zao, huwa wakiuzia vita. Wao wanajua kabisa hawastahili kupigana, wanachostahili ni kubeba vita na kuipeleka madhabahuni, wakaiacha pale. Wakiiacha pale, wanajua kuhani wa madhabahu atapigana vipi. Wakiweza hilo eneo, wameweza kila kitu kwenye maisha yako. Wakiweza hilo eneo, wameweza hatima yako kiujumla. Wakiweza hilo eneo, wameweza njia zako kiujumla. Wewe unaamka, upo kanisani, lakini likitokea jambo la kutokea, unahakikisha umepigana mpaka umefanikiwa. Kuna vita vingine sio vya kupigana. Kuna watu ambao wamewahi kunyanyuka kupigana na mimi, by the way, hawajawahi kuona nikifanya chochote, lakini matokeo wanayo. Matokeo, yani wao wenyewe wanasemaga huyu mtu ni wanamna. Hutawahi kuona nikinyanyuka kupigana na wewe hata siku moja, wala hautasikia chochote. Yani uone kwamba mimi nimeamka leo napiga, hautawahi kusikia. Maana vita si vyetu, vita ni vya Bwana. Mungu anapiganaje vita kama hakuna madhabahu? Vita si vyetu, ndio, vita ni vya Bwana, lakini vinapitia madhabahuni. Kwa unapopeleka kesi yako madhabahuni, umempa Mungu, unamwambia Mungu, hapa wanakutukana wewe. Wengine wanasema wanatukana mimi, ndio, lakini hapa wanakutukana wewe. Na kama wanakutukana wewe, shughulika wewe kama wewe, pambana kimadhabahu. Kwa nini vita tunaviuza madhabahuni? Kwa sababu kuna watu tunaokutana nao, wao wenyewe ni madhabahu za kuzimu. Wao wenyewe mahali walipo ni madhabahu za kuzimu. Na kama ni madhabahu za kuzimu, wewe unaenda kupigana naye, maana yake unaenda kupigana wewe kama wewe, unaenda kupigana na madhabahu. Hakuna namna utashinda, utapigwa tu na utarudi hapa umegaragazwa vizuri sana. Yaani utarudi umegaragazwa kwenye vumbi, umekuwa mweupe kama unga wa ngano. Yaani unakuwa mweupe kama msukule unapopakoga unga. Kwa nini? Kwa sababu umeenda kupigana na madhabahu, na wewe sio madhabahu. Vita yoyote peleka madhabahuni. Wacha nikuonyeshe mfano mzuri. Wakati Musa anapigana, wakati Israeli wanapigana na Musa akiwa kwenye maombi, wakati Israeli wako vitani, Yoshua anapigana, Israeli wanapigana, Yoshua anawaongoza Israeli kupigana vita. Musa yuko kwenye maombi, amenyanyua mikono, manake amenyanyua madhabahu, anapigana, madhabahu inapigana. Israeli wanafanya kusogezea tu mahali padogodogo kimaelekezo. Alafu ilikuwa ikiwa Musa akichoka, akishusha mikono namna hii, vile vita Israeli wanapigwa. Unajua ni kwa sababu gani? Ni tafsiri ya kwamba adui waliokuwa wanapigana naye hakuwa adui wa kawaida, ila alikuwa ni adui ambaye alikuja kimadhabahu. Ndio maana madhabahu ilikuwa ikipoa, wanapata nguvu ya kuwapiga Israeli. Kwani kwa sababu hawakuwa wakipigana na watu peke yake, ila walikuwa wanapigana na madhabahu. Ndio maana ilikuwa rahisi wao kushindana. Israeli walikuwa rahisi kupigwa kama madhabahu haiko active. Sasa watu wengi wanapigana vita na wanashindwa. Wengine hata biashara wamezifunga kwa sababu wanaenda kupigana na watu wao wakidhani ni watu, lakini nyuma ya wale watu kuna madhabahu. Nikuambie tu mwana wa Mungu, ukitaka kuona unakufa mapema, hakikisha unaingia kwenye vita ambavyo haujui unayepigana naye ni nani kwenye ulimwengu wa roho. Kuna watu hawapiganagi, haupigani nao kwa sababu ni madhabahu. Unachokifanya, kila vita inayokujia ibebe, peleke kwenye madhabahu. Ibebe, peleke kwenye madhabahu. Mimi waliwahi kunifuata watu, a complete Freemason. Wakuja pale wakaniambia, mtumishi, wewe tunakuona unafanya, tukae hapa.
tuweke dili mezani. Gari hii hapa, kuja na complete gari hii hapa, dereva huyu hapa, kanuni zetu ni hizi, mkataba wetu ni huu. Ningambia my friend, sina haja ya kusoma hata mkataba, nyanyuka pita hapa. Wewe unajua nyanyuka pita hapa, hiyo biashara zile, nyanyuka pita hapa. Umekuja hapa, washa gari yako, go, ondoka. Wakaniambia utaona. Nikamwambia sio mimi, sio mimi kabisa, mimi siwezi kuona, ila ninyi mtaona, kwa sababu Mungu wangu ana kawaida ya kuonyesha. Ninyi mtaona, sio mimi. Mimi siwezi kuona hicho. Mimi ninaweza kuona kile ambacho Mungu ametaka nione, lakini kuna vitu mimi Mungu hana mpango wa kunionyesha na sina sababu ya kuviona, ikiwemo pamoja na hiyo ambayo ninyi mnataka mimi niteseke ili niwatafuta. Haka hiyo siwezi kuona. Siwezi kuona mateso, ila nitaona furaha, nitaliona tabasamu, nitaona nikiinuliwa, nitaona ushindi, nitaona maadui zangu wakianguka, nitawaona wachawi wakizidi kuachia watu, nitaona vitu vikubwa vyenye utukufu wa Mungu, lakini si nitaona chochote chenye kudhalilisha utukufu wa Mungu. Kuna watu waliniangalia afu wakaondoka. Kwa nini? Kwa sababu moja tu, walichokidhani kwa nje hawakujua kwamba ndani kimekaaje. Wao waliona kitu ninachokifanya wakaona ni cha maana, lakini hawakujua kwamba kilianzaanzaje mpaka kimefika hapa. Sipigane na watu ovyo. Tafuta kujua kwanza unapigana na nani before uamue kupigana nao. Usijibizane na watu ovyo. Tafuta kujua unajibizana na nani, ndipo uanze kujibizana naye. Unaweza ukajibizana na watu. Sikiza nikwambie, kuna vitu ambavyo mimi kwenye maisha yangu vilikuwa tayari Mungu ameviruhusu vitokee, lakini kwa sababu kuna mtu alitumika kama mlango katikati ya mabishano na ghadhabu na hasira, yule mtu akatumika kama mlango, akatamka maneno fulani yakanifunga, yakanizuia. Sasa mimi sina hili wala lile, ninahangaika na struggle kwenye hilo eneo, na struggle, sina idea. Baadaye nakuja kustuka, mbona kama hii hali napita hivi, kuna mtu aliwahi kusema neno hivi. Nikaona huyu mtu nishamkumbuka. Okay, nikanyanyua simu yangu, nikampigia simu yangu. Kwanza akashtuka kuona simu yangu, hakupokea. Alivyoona hapokee, nilivyoona hapokee, nikamwambia mna shida bro. Nikaingia kwenye WhatsApp, nikamwambia, nikamtumia voice, nikamwambia bro, 1 2 3 4 5, na kuanzia leo na kuhakikishia utaniona ninavyovuka kwenye hili jambo kwa wepesi. Ninavuka. Akaniambia Kai, akanicheka tu, akanyamaza. Na nani nikwambie, tangu ile siku nilitamka vile vitu ambavyo niliona vinafunguka kwenye maisha yangu, mimi siwezi kuambia ni vingapi, lakini mpaka nikajiuliza kwa nini nilichelewa kugundua. Ilibidi iwe hivyo ili nijue kuna watu wamefungwa kwenye maisha yao kwa sababu ya watu kubishana nao. Yaani mtu anakuja na kukasirisha from nowhere, kama sio kutaka maneno yako wayatumie kama kifimbo cha kutandika. Wengine wanatumia maneno yako, wanasubiri ufungue mlango wakutamkie neno zito, alafu ile neno liendelee kama mlango likazibe pale pa kwenye baraka yako. Kuna watu unabishana nao huko barabarani, haujui ni watu gani, wewe unawaona tu, lakini kumbe ni makuhani wenye nafasi kwenye madhabahu zao. Wanataka tu mlango wa kukupata. Wanaona mlango wa kukupata ni kwenye kelele. Unabishana tu, unafungua tena, haunijui vizuri wewe, unajiona na maneno mazuri, alafu baadaye niliona clip moja, dada mmoja, bwana mmoja amejifanya amedondosha fedha, alafu yule dada akaiokota ile fedha, alafu yule bwana akamrudia, akamwambia dada, naona kama umeokota hela yangu. Akasema mimi sijaokota hela. Akakataa kabisa, akatakata. Baadaye yule bwana akachukua simu akapiga, akawa anampigia mganga. Akampigia mganga, uliniambia unataka kafara gani? Akasema kafara ya kike. Kafara ya kike na kiume. Nina kafara tayari, nimeshapata kafara ya kike, nimeshachukua hela tayari. Yule dada alivyosikia habari ya kafara akarudisha hela. Alivyorudisha hela akasema mimi unipati, nina Mungu. Akai, Mungu gani unampa? Mungu gani? Mungu unayemtafuta wakati ambapo unajua kwamba unapigwa vita.
Mungu gani? Wewe una Mungu gani? Wewe una Mungu. Huyo Mungu ndo alikutuma useme hujaokota? Huyo Mungu ndo alikutuma uende ukachepuke na mume wa mtu? Huyo Mungu ndo alikutuma uende ukachepuke na mke wa mtu? Alafu katikati ya matatizo yako, katikati ya mavuno ya mbegu yako ya dhambi uliyoivuna, unasema nina Mungu misipigiki. Brother, madam, unapigika vizuri tu. Unapigika kama ulezi vizuri kabisa, bila shida, bila shida. Unapigika vizuri na umenyoka flat, yani unalala flat, afu unapigika vizuri, fimbo zinaingia vizuri. Hai, wewe, Mungu tunaye kwa sababu ya kufuata kanuni zake, ikiwemo na utakatifu. Madhabahu haiwezi kuwa active ukiichanganyia michanganyo. Yaani madhabahu inaweza kuwa active ukiipa nidhamu ya kimadhabahu. Yaani kupe faida chache za kuwa na madhabahu. Hili somo litakuwa na part 2 yake. Tutaendelea na part 2 yake. Yaani kupe faida chache za kuwa na madhabahu. Faida chache za kuwa na madhabahu. Zipo nyingi, lakini nitakupa chache. Jambo la kwanza, nitakupa faida za kuwa na madhabahu. Number 1, uhakika wa kimahusiano baina ya mtu na Mungu. Uhakika wa kimahusiano baina ya mtu na Mungu. Mtu aliyefuata hizi kanuni zote nilizozitaja hapo juu, hizo zote ambazo kama umeziandika, hizo zote, anayefuata hizo kanuni zote, akishuka akaja kwenye faida moja wapo ya faida, na ana uhakika nayo, sio faida tu za kuambiwa, ana uhakika nayo, ni faida ya kuwa na mahusiano yake na Mungu, ukaribu wake na Mungu. Nisikilize nikwambie, kuna watu huko mtaani. Dada mmoja akanipigia simu, akaniambia, baba, nina mume wangu lakini tunanyang'anyana na kahaba, na yule kahaba anamwambia wazi, huyu umtoi hapa, yaani hapa umtoi. Nikamwambia, madamu, unajua ni kwa nini? Akasema sijui. Nikamwambia, kwa sababu wewe una madhabahu lakini hujui kuitengeneza hiyo madhabahu katika kiwango cha kimahusiano baina yako na Mungu wa madhabahu. Lakini mwenzako aliyekwambia huyu umtoi hapa anajua nini cha kufanya kwenye madhabahu yake. Mume wako akabaki kuwa wa kwake. Akaniuliza nifanye nini baba? Nikakaa nikamfundisha nini cha kufanya. Baada ya yale mafundisho, haukupita mwezi, ananiambia, baba, sasa hivi mume wangu yuko tu mbali kikazi, lakini kimahusiano na kimaisha tunaenda vizuri, haijapata kutokea hata kwenye uchumba wetu haikuwahi kuwa hivyo. Nikamwambia, ndo maana yake tengeneza madhabahu inaweza kukuzalishia matokeo wakati ambao kuna watu wanashindana na wewe, wakati ambapo kuna watu, my friend, nimekuambia tena narudia, kuna watu huko nje unaokutana nao sio watu, ni makuhani wa madhabahu. Kuna watu huko nje ni watu, lakini wanatembea kwenye principle za madhabahu zao. Wewe unatembea kwenye kanuni ya madhabahu gani? Unatembea kwenye kanuni ya madhabahu gani? Hauna kanuni, afu unategemea Mungu ashuke tu wakati wa shida zako. Yaani wakati unapita kwenye changamoto ndo umuone Mungu akishuka kukuhudumia. Lakini kama una changamoto, wewe ni maisha yako, Jumapili kwa Jumapili tutakuona kanisani. Lakini nyakati ambazo uko kwenye mapito, tutakuona ibada za katikati ya wiki, tutakuona kwenye mentorship, tutakuona kwenye maeneo mbalimbali, tutakuona kwenye makongamano, tutakuona vile ambavyo utakuwa rohoni, mpaka wewe ndio utakuwa mwalimu wa kutufundisha jinsi ya kuingia rohoni. Kai wakati unapita ndo wakati unajua Mungu anaabudiwaje. Halo, wakati unapita kwenye changamoto ndo wakati hata nyimbo unajua jinsi ya kuziimba. Wakati unapita ndo unajua hata na mavazi mazuri ya kuvaa kwenda kanisani. Yaani wakati Mungu ameanza kukuweka mahali unaenda kanisani from nowhere, vile utakavyoamka, vile utakavyolala. Yaani unaanza mimi najisikia bana nimechoka, siwezi kuoga vizuri.
siwezi kubadilisha nguo. Kwani nani anaenda kuniangalia? Mimi sinaenda kwa Mungu. Hivyo hivyo unaenda na manywele yako, utafikiri msukule uliofufuka, huyo unakimbilia kanisa. It is from nowhere, kwa sababu ni unaenda kanisani. Unaenda kanisa kwa sababu ni kanisani, na yamkini wakati mwingine kwa sababu umekosa pa kwenda, ndio maana unaenda. Lakini wakati ambapo unapita kwenye changamoto, unafanya jamani, mimi ikifika saa fulani mimi naenda ibadani liwalo na liwe. Kumbe unajua tu mambo yashaharibikaga kitambo, kwa hakuna namna utafanya, inabidi upambane tu hivyo mdogo mdogo, maisha yaende. My friend, Mungu si wa namna hiyo. Mungu, mtu yoyote anayetengeneza mahusiano na Mungu, unajua Biblia inasema hivi, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Ufalme wa Mungu na haki yake yote, sio haki yake tu, haki yake yote, kisha hayo mengine mtazidishiwa. Madamu, kumtafuta Mungu inakudai jinsi ulivyo, inakudai kama vile ambavyo kuna muda inabidi umwambie mume wako, naomba univumilie kidogo, kuna kitu napambania hapa, kuna hela natakiwa niipate leo. Kuna saa inabidi umwambie mume wako ama mke wako ama familia yako, naombeni mnivumilie kidogo kwa sababu nataka nimpate Mungu leo. Sina shida ya kumwambia yoyote, lakini nataka tu nimpate, akae ndani yangu, nitembee naye. Yaani nisikie tu raha ya kutembea na Mungu basi. Nisikie tu raha ya kutembea na Mungu peke yake. Nisikie tu raha ya kutembea na Mungu. Baada ya hapo mambo mengine yataendelea. Sio mpaka uwe na shida ndio ujue namna ya kufunga tatukavu. Sio mpaka uwe na kipindi kigumu ndio ujue namna ya kutafuta mfungo na uanze kutafuta namna ya kutengeneza mifungo ya muda mrefu na vyakula vya kutumia baada ya kuingia kwenye mfungo. Sio mpaka uwe wakati mambo hayajawa mabaya, funga yako ni ya masaa 12 na yenyewe unasema jamani, vidonda vinanitesa. Madamu, ukiingia kwenye changamoto, yaani wewe unaitafuta hiyo tatukavu, alafu hatutawahi kusikia ukisema una vidonda vya tumbo. Vitapona mbona? Vitapona. 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 Hello? Faida ya kuwa na Mungu na madhabahu ya kimbingu ni uhakika wa kimahusiano. Na hakuna mtu ambaye anakuwa na mahusiano mazuri na Mungu alafu shetani akamuonea anavyotaka. Hakuna. Hakuna mtu mwenye mahusiano mazuri na Mungu alafu shetani akamfanya anachotaka. Hakuna. Kila mwenye mahusiano mazuri na Mungu huwa Mungu anakuwa upande wake always. Hakuna mtu anayeachwa na Mungu. Daudi akasema, na alikuwa kijana, sasa ni mzee, sijawahi ona mwenye haki ameachwa. Sio mwenye haki pekee, anasema wala watoto wake kuombaomba mikate barabarani. Wala watoto wake kuombaomba mikate barabarani. Huyo ndo Mungu alivyo. Yeyote mwenye kutunza mahusiano yake mazuri na Mungu, faida alionayo sio Mungu atabaki kuwa wa kwake peke yake, ni Mungu wa kwake, ni Mungu wa watoto wake, ni Mungu wa wajukuu na vitu. Tunamtaja Mungu wa Ibrahimu, tunamtaja Mungu wa Isaka, tunamhitaja Mungu wa Yakobo na Mungu wa mambo mengine yote, Mungu wa Daudi. Ni genealogia ya Ibrahimu. Alipoanza mahusiano mazuri na Ibrahimu, safari ikaendelea mbele, na hiyo kutana na Mungu anazalisha matokeo makubwa, kwa sababu Ibrahimu alipoanza safari na Mungu, jambo la kwanza, alipokuwa akijenga madhabahu, alikuwa na connection nzuri na Mungu katika kiwango ambacho huwezi kumwambia Ibrahimu chochote kuhusu Mungu. Hauwezi kumwambia Ibrahimu chochote kuhusu Mungu na Ibrahimu akakuelewa. Hauwezi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ukiamua kutengeneza mahusiano na Mungu, hakuna kitu kinakuchomoa hapo. Hata kama ni changamoto ya namna gani, haikuchomoi hapo, sababu utaujua uzuri wa kuwa na Mungu. Halo. Kitabu cha Nyakati wa kwanza 21 na mstari ule wa 26. Kisha Daudi akamjengea Bwana madhabahu, akatoa sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani, akamlingana Bwana, naye akamuitika kutoka mbinguni kwa moto juu ya madhabahu hiyo ya sadaka ya kuteketezwa. Nisikilize nikwambie, moja ya kuwa na faida
za kuwa na madhabahu ni kwamba una uhakika, yani haufanyi kitu kwa kujaribu. Na hapa naomba niongee na wale watu ambao ni wataalamu wa kutoa sadaka za kumjaribu Mungu. Kai nadhani kuhakikishia tu kitu kimoja, kwamba the more unatoa sadaka za kumjaribu Mungu, ni tafsiri ya kwamba hauna uhakika na hiyo madhabahu, na ni bora usitoe, kwa sababu zitaenda nyingi alafu zitachelewa kujibiwa. But ile sadaka ambayo una uhakika na hiyo madhabahu, una uhakika na una mahusiano mazuri na yule Mungu, hautatoa sadaka ukiwa na mambo mawili. Una uwezo wa kutoa ukaiacha hapo ukageuka zako ukaondoka, maana unajua majibu utakutana naye. Lakini ukianza kutoa sadaka kwa mashaka, madam, go far. Achana na hiyo biashara, usitoe. Usimjaribu Mungu, kwa sababu kadiri unavyomjaribu na kadiri anavyoendelea kukuweka kwenye kipimo, ndio kwa kadiri hiyo unazidi kushusha qualification za Mungu kwenye maisha yako. Na kumbuka, siku zote kwenye maisha yako, kitu shetani anakifanya, anahakikisha wewe na Mungu imani yako haiwi sawasawa. Lazima uwe unamdauti Mungu kila wakati, ndio kitu shetani anataka. Na akifanikiwa kukufanya uwe unamdauti Mungu, hakuna namna umefanikiwa wewe. Na kuhakikishia, kuna siku utakuta hapo chini, na uliowaona hawana imani ndio utawaona wamefanikiwa, na uliokuwa unaona una imani ndio utajiona uko chini, wala hautaamini, lakini ndio itakuwa imeshakuwa. Daudi anasema baada ya kutoa sadaka, kwa sababu alikuwa na uhakika na Mungu, Mungu akashuka kwenye madhabahu akamjibu. Na sio kushuka peke yake, ukashuka na moto ukailamba na sadaka, na majibu ambayo Daudi alikuwa anayataka yakapatikana majibu. Kwa sababu gani? Alikuwa na uhakika na Mungu, ana uhakika na connection yake, kimahusiano yake yeye na Mungu. Kwa hakuwa na namna ambavyo alikuwa anapungukiwa uwepo wa Mungu, kwa sababu alikuwa anajua mahusiano yake yeye na Mungu, nini kinaweza kuendelea. Jambo jingine ni faida nyingine, ni kutokufikika kirahisi. Kutofikika kirahisi na adui. Otherwise umefungua mlango wewe mwenyewe. Hauwezi kufikika kirahisi na adui, ni mpaka umefungua mlango. Nenda kawaulize Israeli walipokuwa wanatafutwa na Balaki na Balaamu, nini kiliwatokea? Ilibidi laana ambao walikuwa wanaiachilia igeuke kuwa baraka. Kwa nini? Kwa sababu Mungu aliamua kuwa katikati ya Israeli. Daudi alipokuwa anatembea na Mungu na kumlingana Mungu, Sauli alimtafuta Daudi zaidi, na wakati mwingine alipata hata nafasi za kumuua Daudi. Lakini kwa sababu Mungu alikuwa ndani ya Daudi, alihakikisha ashikiki kirahisi. Sauli alipita sehemu zingine kabisa, Daudi yuko humo, lakini alishindwa, hakumuona. Kwa sababu Mungu alikuwa mahali pale. Daudi angegeuza akaamua kukaa kinyume na Mungu, akaamua kukaa kinyume na madhabahu, Daudi angegeuka leo aanze kusema, wewe Mungu ulimtuma kuhani aje anitie mafuta, lakini baadaye yule kuhani alipokuja nimetoa mafuta, nikategemea mambo yatakuwa mazuri, ndo vita vimeinuka kwenye maisha yangu, nalala porini kama mbwa mwitu. Ni bora hata nilivyokuwa na baba yangu, nilikuwa nachunga kondoo, najua nalala nyumbani, lakini kwa julikana ni mchunga kondoo. Daudi hakupandisha manunguniko, bali yake akaona ni mafuta yananilazimisha kupita hapa, na mimi siwezi kuwa na kiburi, nitatembea mbele na huyu Mungu mpaka kieleweke. Daudi anaingia pangoni, Sauli anaingia pangoni, pango hilo hilo. Daudi anaenda anakata nguo, walinzi wa Sauli wako hapo, Sauli mwenyewe yuko hapo, anakata vazi la Sauli namna hii, anatoka nalo, anamwambia, mimi ningetaka kukuua, nilikuwa na uwezo ili nikipande la vazi lako. Watu waliokuwa wanatembea na mahusiano mazuri na Mungu katika kiwango ambacho kama wangefungua mlango, adui alikuwa hapo hapo mlango. Nisikize nikwambie, kuiona dhambi ni jambo la Mungu atakuonyesha, lakini kuiepuka dhambi ama kuepuka kufungua mlango wa kumkosea Mungu na adui akapata nafasi kwenye maisha yako ni juu yako. Nenda kamuulize Kaini, atakwambia. Kaini anakutana na Mungu, Mungu anamwambia, kwa nini una moyo wa namna hiyo? Ukifanya mema si utapata neema na kibali? Anamwambia dhambi iko mlangoni, sio iko nje. Wala haijamwambia dhambi inazurura, alimwambia iko hapo mlangoni. Ni maamuzi yako utoketokeje hapo nje. Ukitoka dhambi na kunyemelea, ni maamuzi yako wewe kwamba utairuhusu ikumeze ama ikutapike. Tofauti na hapo, hata leo
Wokovu unakuja kama wimbo kwako, unakuja kama nafasi, unachagua kama njia. Ukiamua kupita kwenye wokovu, ni safari ya kutembea kwenye utakatifu, pia bado ni maamuzi yako. Kuokoka ni jambo jingine, kuamua kutembea kwenye utakatifu ni jambo jingine, kuamua kumpendeza Mungu ni jambo jingine. Tuna watu wako makanisani lakini hawana tofauti na watu walio nje huko barabarani ambao hawaujui hata mlango wa kanisa. Kwa nini? Kwa sababu kuna viwango vya utakatifu hawajavizingatia na wala hawana mpango wa kuvizingatia. Halo, kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati 28 nani kuonyesha vitu ambavyo vinatokea unapoamua kufungua mlango. Unafunguaje mlango, mtumishi? Mstari wake wa 47 na 48 anasema, kwa kuwa kumtumikia Bwana Mungu wako kwa furaha na moyo wa kushukuru. Hatufanyi ibada kwa sababu ni wakati wa ibada. Hatutembei na ibada kwa sababu ni wakati wa ibada, ila tunatembea na ibada kwa moyo wa furaha. Kwa kuwa kumtumikia Bwana Mungu wako kwa moyo, kwa furaha na moyo wa kushukuru. Tunaanza na kumfurahia Mungu, ndipo mambo mengine yaendelee. Hatuendelei kumtafuta Mungu kwa sababu ametufanyia, ila tunaanza kumtafuta Mungu kwa furaha kwa sababu tunamjua ni Mungu, alafu tena na moyo wa kushukuru. Maanake ni ibada. Kwa maana nyingine tunaikuza madhabahu kwenye ishu nzima ya ibada, ndipo tuendelee mbele kwenye masuala mengine yote ambayo tunataka kuendelea nayo. Hatuwezi kuendelea na kufika mahali popote kama hatuna kanuni ya kumtukuza Mungu kwa namna moja ama nyingine, ambayo Mungu amejijengea msingi wake, ambayo Mungu amejijengea ibada, ambayo Mungu amejijengea utaratibu wa kumwendea. Anasema kwa sababu hiyo, kwa ajili ya ule wingi wa vitu vyote. My friend, inabidi tufike mahali uipige hesabu. Ni vitu vingapi Mungu amekupa, ikiwemo na uhai, ikiwemo na uzima. Madhabahu imekuwepo kwako kwenye maisha yako. Vitu vingapi vimebadilika? Achana na vile vitu ambavyo unasema mbona hiki hakifanyika, mbona ni kweli ilifanyika 1 2 3, mbona hivi vingine havikufanyika. Havikufanyika kwa sababu hukugeuza moyo wako kuwa moyo wa ibada, na kwa sababu hiyo imekulazimisha wewe kuwa mtu wa kuingia kwenye kipimo kigumu. Mungu anajiondoa katikati ya mtu mwenye moyo wa manunguniko. Ni kweli ana madhabahu, lakini huyu mtu amejaa manunguniko. Mungu anajiondoa namna hii, afu anakuachia kwa sababu umefanya ibada kuwa sehemu ya kutatulia matatizo. Mungu anaambia okay, kwa kumbe nikitatua matatizo yako wewe unatafuta mahali pa kuingilia. Anamwambia okay, sawa, twende kazi. Mstari ule 48 anasema, kwa hiyo utawatumikia adui zako atakaowaleta Bwana juu yako. Hakika hao maadui sio wanaokuinda, ila ni Mungu anaofungulia mlango wa kufikia. Yaani adui haji kwa sababu anakuinda, ila anakuja kwa sababu umemfungulia mlango yeye mwenyewe akufikie. Mungu mwenyewe anafungua mlango wa adui huyo kufika kwenye maisha yako. Akifika katika level hiyo na katika kiwango hicho, jambo la kwanza, adui anapata nafasi. Adui yeyote ambaye ni Mungu amemruhusu, nenda kamuulize Ayubu uone kitu kinaendelea. Ni maamuzi yako wewe kuwa mshindi ama kutokuwa mshindi. Ayubu ilimlazimu afike mahali yeye mwenyewe apigane, yeye mwenyewe ahakikishe ya kwamba hamtendi Mungu dhambi, hata kama yule adui ni Mungu mwenyewe amemruhusu aingie kwenye maisha yako. So sio dhambi Mungu kumruhusu adui kuingia kwenye maisha yako, bali ni dhambi wewe kuruhusu adui kukushinda. Ni dhambi kubwa mno, ni dhambi kubwa mno. Lazima ifike mahali ujue kujitathmini, mabaya haya yananipata kwa sababu gani? Israeli walifika mahali wakapiga kura, mabaya yanatupata kwa sababu ya nani? Yona alipokuwa anatumwa kwenda Ninawi, watu kwenda Ninawi kwenda kuhubiri, yeye akaitafuta kwenda Tarshishi. Watu walipoona matatizo yanawaingilia, wakageuka sasa, haya mabaya hayawezi kuwa mengi namna hii. Kuna mtu anahusika kwenye maisha yetu. Huwa kuna mambo yanatupata ni kwa sababu kuna watu wanahusika, kuna milango tumeifungua. Ifike mahali unajitathmini mwenyewe, unasema kabisa, hili linanipata kwa sababu gani? Unagundua hili linanipata kwa sababu nimefanya mlango fulani. Mungu anaamua kuruhusu huo mpenyo. Una adui zako watakutesa. Ukiusoma mstari wa 48 una mambo magumu. Hapo hapo utakutana na vitu vifuatavyo.
anasema atakawaleta Bwana juu yako anasema kwa njaa. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo angalia haya maandiko kwa sababu yamejifafanua, alafu ujipime kwenye haya maeneo yote, alafu ugundue ni wapi unapita, alafu ugundue namna gani ya kufanya. Anasema akasema kwa njaa na kwa kiu na kwa uchi na kwa uhitaji wa vitu vyote, sio vichache, vyote, naye atakuvika kongwa la chuma shingoni mwako hata atakapokwisha kukuangamiza. Yaani ni maamuzi yako. Ukiwa katikati ya hicho kipindi, unaamuaje? Unaamua adui ya kumeze, ama unaamua kukaa kama Ayubu kwamba sintamtenda Mungu dhambi, pamoja na kwamba mlango nimeufungua mimi? Kwa sababu moja ya kitu ambacho Mungu kilimfanya Ayubu ampitishe Ayubu kwenye lile eneo ni Ayubu kujihesabia haki. Muda wote alikuwa anajua kabisa kwamba haya ni majira ya kutoa sadaka kwa sababu ya watoto wangu. Yamkini watoto wangu wamemtenda Mungu dhambi, lakini hakuna mahali anasema yeye yamkini na mimi nimemtenda Mungu dhambi. Anajua yeye ni mwenye haki, watoto ni wenye dhambi. Alipofika Mungu anasema ngoja tuone. Akafika mahali anaingia kwenye darasa lake mwenyewe, anatengenezwa yeye kama hana watoto wa kuwaombea rehema. Sasa hii ni yeye na Mungu. Anasema sintamtenda Mungu wangu dhambi, kwani nipokee mema tu na wala nisipokee mabaya. Akajua bado anabaki kuwa Mungu. Alipofika kwenye hicho kiwango akasema okay, right. Mungu alipoona anasema yes, wewe ni jembe. So hapa Biblia inaeleza mambo yote ni maamuzi yako, utoke kwenye ile eneo kwa salama ama umezwe na shetani mwenyewe. Nao kanuni nyingine ya mwisho, nimalizie hii na namalizia hapa, hizo zingine tutaendelea siku inayofuata. Uhakika wa mwongozo wa maisha ya rohoni na mwilini. Hapa hatukoseagi, na ndio maana mtu yeyote ambaye ameamua kumfuata Mungu kiuhalisia hajawahi kukosea. Nenda kamuuliza Ibrahimu, alipoamua kuwa na mahusiano mazuri na Mungu, kila analolifanya Ibrahimu linabarikiwa. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu alikuwa na mwongozo. Kornelio alipoinyanyua madhabahu, akaibeba madhabahu yake na sadaka na maombi. Mungu akamwambia okay, nimesikia sadaka zako na sala zako, nenda tuma mtu mpaka Yafa. Anapewa mwongozo wa kimaisha. Wewe mpaka leo, tangu umeokoka, una miaka mingapi na umepewa miongozo mingapi kwenye kila unachokifanya? Au unafanya vitu kwa kujaribu, alafu baadaye unataka uje umlaumu Mungu kwamba imetokea hivi na imetokea hivi na imetokea hivi na sioni neema yote inayotembea juu ya maisha. My friend, nani kwambie, Mungu anatuongoza na ni uhakika. Mungu anatuongoza. Anasema kwenye kitabu kile cha Zaburi, na tuingia hapo na tumalizia hapo. Zaburi ya 32 mstari wa 8. Come on my Lord Jesus. Zaburi ya 32 Zaburi mstari wake ule wa 8. Anasema nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Maana yake haishii kwenye kukuongoza, haishii kwenye kukufundisha, haishii kwenye kukushauri, lakini pia anakuonyesha njia, na haishii kukuonyesha peke yake, bado anaendelea kukutazama, ili zikitokea njia panda mbili hapo mbele, nini kinachokuja kutokea? Anakwambia mwanangu, pita kulia, mwanangu, pita kushoto. Hata kuacha tu akuongoze, akwambie pita hii njia peke yake, maana anajua huko mbele kuna milima, anajua huko mbele kuna mabonde, anajua huko mbele kuna njia panda, anajua huko mbele kuna njia za shortcut. Kuna shortcut anakwambia mwanangu pita, kuna shortcut anakwambia mwanangu usipite. Aongea na wewe. Yaani ombe kwa ajili yako. Mimi sijui ni wapi ulipokwama na unahitaji neema ya Mungu ianze na wewe. Somo hili likawe baraka kwako. Lifungue ufahamu wako na uanze upya na Mungu. Mahali ulipokuwa umekwama, Mungu akaanze upya na wewe, na ukaanze kuona mpenyo na neema ya Mungu inavyokufanyia hatua na inavyokufanyia baraka kwenye maisha yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba kwa ajili ya mtumishi wako, mtoto wako anayekusikia majira haya, aliyesikia somo hili la kufanyika baraka kwako. Ninaomba neema na mpenyo juu yake katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu na Baba yangu, ninaomba msamaha wako ukahusike juu ya kuyasaidia maisha yake. Mpe kujengeka upya na kuinuliwa upya na kusimama upya mahali alipoanguka na kukengeuka. Baba, mpe neema ya urejesho, mpe mahusiano mema mapya, mpe ukaribu mpya wenye kuleta matokeo,
na baraka na faraja na uzima juu ya maisha yake. Sifa na utukufu ikurudie wewe, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Unaweza kunipigia simu kwa nambari hiyo unaiona hapo chini, ni nambari ya simu, na unaweza unitumia pia message kwa njia ya WhatsApp kwa nambari hiyo hiyo unaiona hapo. Lakini pia unaweza kutoa sadaka yako. Unasikia kutoa sadaka yako kwa ajili ya kama mbegu kwa ajili ya somo hili, na umemwomba kwamba ninaweka muhuri wangu wa uponyaji wa kimadhabahu juu yangu, ambao utaanza kuleta matokeo mapya kwenye maisha yangu. Mungu wa mbinguni akubariki, na sadaka yako tutaomba pamoja, na usiache kupiga simu. Piga simu kwa jambo lolote, ushauri, maombi, maombezi, tutaomba pamoja, na Mungu wa mbinguni atakusaidia. Utanyanyuka tena na utaendelea mbele. Mungu akubariki sana.